Karibu sana mwana michezo na yeye ambaye unaitazama Ava TV. Naitwa Memorasia Sylvester, niko na Aisha Kabuga, lakini kubwa zaidi hii leo Jumatatu njema kabisa na nzuri, na niendelee kukushukuru wewe ambaye unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Ava TV, lakini YouTube unaendelea kusubscribe, kulike, kushare, kucomment. Tunakushukuru sana 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 sana, na hii leo tunaungana kwa ajili ya kuzungumza kimichezo tena, na habari ambazo nakwenda kuzizungumza ni zile ambazo zinazungumzwa hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii. Kule Simba kuna stori nyingi, lakini Yanga pia kuna mengi ambayo yanazungumzwa, na tukianza moja kwa moja kwa timu ambayo iko hapa Dar es Salaam, naizungumzia Young Africans ambayo inatarajia kucheza mchezo wake wa ligi kuu dhidi ya Mbeya City ambaye alipoteza hapo jana na Singida Black Stars. Nini ambacho kitakwenda kutokea kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC tutakufahamisha hapo, lakini kubwa zaidi hii leo kutoka kwenye peji ya klabu ya Yanga ni kuhusiana na mchezaji Duke Abuya kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa NIC Insurance. Haya ni hizi ni tuzo ambazo huwa zinatolewa kwa wachezaji kila mwezi. Wachezaji wa Yanga ambao wamekuwa bora, ambao wanafanya vizuri kwenye kila mwezi, ndio huwa wanachaguliwa kuwa mchezaji bora, na leo imekwenda kwa Duke Abuya. Huyu ni kiungo wa klabu ya Yanga, lakini story nyingine ambayo inahusiana na Yanga, habari njema ambayo wana Yanga walikuwa natamani kuisikia na kuiona, ni kuhusiana na golikipa wao namba 1. Hapa namzungumzia Djigui Diarra ambaye yeye tayari ameshamaliza adhabu yake ambayo alikuwa akitumikia. Adhabu hiyo ambayo aliipata kwenye mchezo wao dhidi ya Mtibwa Sugar kule mkoani Dodoma, baada ya kukosa michezo mitatu, mchezo kati ya Tanzania Prison, mchezo kati ya Pamba Jiji ambao ulichezwa kule CCM Kirumba Mwanza, lakini mchezo mwingine ambao alicheza wa kombe la CRDB pale KMC dhidi ya TMA, na kupelekea basi kumaliza adhabu yake kwenye adhabu ambazo alikuwa kwenye michezo ambayo alikuwa amefungiwa. Na mchezo ambao utafuata kati yao na Mbeya City, rasmi Djigui Diarra atakwenda kuonekana kwenye mchezo huo. Lakini Simba Sport Club hawapo mkoani Dar es Salaam, wako mkoani Arusha, na wapo kwa muda mrefu kidogo. Tumewashuhudia na wao wakicheza michezo yao miwili kule kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid, ambapo jana pia walicheza na Dodoma Jiji kwenye CRDB Federation Cup, ambapo waliondoka na ushindi na kufuzu kwenye hatua ya robo finali kwenye kombe hilo. Lakini sasa hivi zinazozungumzwa ama kinachoendelea kule mkoani Arusha ni kuhusiana na mvua ambayo inanyesha kule. Waandishi wa habari ambao wako kule wanaripoti mvua inanyesha kwenye uwanja huo, na pengine sasa kama zitaendelea mvua hizi, pengine tukaziona zile ambazo zilitokea kati yao na TRA, lakini hatuombei hivyo. Tunataka mvua isinyeshe ili mchezo huo uchezeke na Simba warejee Dar es Salaam kwa ajili ya majukumu mengine. Lakini habari nyingine ambayo inaihusu Simba ambayo inazungumzwa hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mchezaji wao ama golikipa wao ambaye alikuwa ni golikipa namba 1 wa Simba Sport Club baada ya kupata majeraha. Hapa namzungumzia Musa Kamara. Huyu alikuwa ni golikipa wa Simba Sport Club, lakini jina lake lilitolewa kwenye usajili na Kasali akaweza kuchukua nafasi yake kutokana na majeraha ambayo yalikuwa yanamkabili. Lakini sasa hivi kinachozungumzwa ni kwamba uongozi wa klabu ya Simba umefanya maamuzi ya kuachana na golikipa Musa Kamara mwishoni mwa msimu. Musa Pinpin Kamara ameshapewa taarifa kuwa klabu haina mpango wa kuendelea kuwa naye. Taarifa hii imetoka hii leo tu, lakini kwa wanasimba wana kipi ambacho watakizungumza, pengine labda kuhusiana na kila ambacho alikuwa akikifanya Pinpin Kamara. Lakini kwa uongozi wa Simba imekuwa hivyo kama ambavyo unasikia. Kama itakuwa ni kweli basi taarifa yake imekaa hivyo. Lakini habari nyingine ni kwamba kuhusiana na mchezaji Ramadhan Salum almaarufu kama Chobwedo, na yeye anatajwa kwamba klabu ya Simba imefikia makubaliano ya kumsajili
kwa ajili ya kuitumikia Simba Sport Club kwenye msimu ambao unafuata. Taarifa inasema kwamba Simba Sport imefikia makubaliano na winga wa TRA Ramadhan Salum Ramadhan almaarufu kama Chobwedo kwa ajili ya kuitumikia klabu hiyo msimu ujao. Pre-contract iko tayari kwa miaka miwili. Taarifa hii kwa wanasimba wataipokeaje? Kwa sababu Ramadhani Salum ama Chobwedo huyu amekuwa na kiwango kizuri sana toka alivyokutana na Yanga, namna ambavyo walicheza, walivyokutana na Simba kwenye michezo yote miwili wa hapa nyumbani lakini pia ugenini, ambapo wakina Chobwedo wao ndio walikuwa kwenye uwanja wa nyumbani, alikuwa na performance nzuri sana. Pengine hicho ndio kimepelekea uongozi wa Simba kuona kila ambacho alichonacho na kuamua kumsajili. Mimi na wewe hatufahamu, lakini mwisho wa msimu tutafahamu kweli kinachozungumzwa kati ya Chobwedo na uongozi wa Simba kiko sahihi. Lakini Chobwedo hajazungumza tu kwenye upande wa klabu ya Simba, hata Yanga pia ametajwa kwamba kuna viongozi ambao walikuwa wanamhitaji kwenda kwa ajili ya kutumikia klabu ya Yanga. Yote haya yamezungumzwa, lakini Singida pia wametajwa na wao kuwa walikuwa wanamhitaji Ramadhan Chobwedo. Taarifa zikoje kuhusiana na hiki? Wewe mwana Simba na ambaye unaitufuatilia kupitia kwenye YouTube channel yetu ya Ava TV, tuambie kwenye comment hapo, unauonaje usajili wa Chobwedo? Nini ambacho atakwenda kukifanya kwenye klabu ya Simba? Dondosha comment yako hapo, lakini tutaweza kusoma comment, lakini pia kufahamu kila ambacho unatamani kuhusiana na kila ambacho kinaendelea hivi sasa. Kwa hayo machache nikushukuru sana, endelea kufuatilia Ava TV. Naitwa Memorasi ya Sylvester.